wakathibitisha. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sadaka ambayo unatoa ni chombo cha kuchotea uaminifu wa Mungu, kwa sababu Mungu hafanyi kwa sababu tunahitaji tunakidhi tu vigezo. Hapana, Mungu anatutendea kwa kuwa anathibitisha uaminifu wake kwetu. Haleluya! Mungu anatutendea kwa sababu anathibitisha uaminifu wake kwetu, na kama tusipokuwa na utii kwenye kutimiza anayotaka, maana yake tunakuwa tumeubana ule uaminifu wake kwetu, tunakuwa tumeuzuia ule uaminifu wake kwetu. Ila yeye upo tu. Amen. Uaminifu wake upo tu. Uaminifu wetu ndio tatizo, haupatikani kwa kiwango cha kutosha. Kwa hiyo tunapotoa sadaka tunakuwa tunachochea uaminifu wa Mungu kwenye maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana nakwambia sadaka ni chombo cha kuchotea, ni chombo cha kuchotea baraka. Maana yake ni nguvu inayochochea uaminifu wa Mungu kufunuliwa na kuwa halisi. Leo tuendelea mbele kidogo. Bwana Yesu asifiwe sana. Sadaka ni agano linalosukuma ulimwengu wa roho kuleta matokeo katika mwili. Sadaka ni agano linalosukuma ulimwengu wa roho kuleta matokeo katika mwili. Yeyote mwenye ufahamu juu ya sadaka na namna ambavyo anaweza kuhusisha au kuhusianisha sadaka yake na ulimwengu wa roho, ni rahisi kupata matokeo. Na matokeo hayo tunaweza tukaita muujiza. Bwana Yesu asifiwe sana. Au baraka. Hii iko pande zote. Iko upande wa nuru, iko upande wa giza. Wanaotembea upande wa giza, wao pia wanaamini katika sadaka sana. Hakurogi bila kukutolea sadaka. Ni wewe tu mjinga ambaye unataka uombewe bila sadaka, alafu upigane na uchawi uliologewa na sadaka. Tunaelewana watu wa Mungu? Sema na kutukana. Yaani ni hivi, mlokole ndio mjinga anayetaka aombewe, aambiwe Mungu akubariki bila kuleta chochote, bila kutoa chochote mbele za Mungu, alafu akaenda nyumbani. Mchawi hakurogi bure. Anaroga na sadaka anatoa. Muda mwingine ili akupate wewe inabidi atoe mtoto wake. Muda mwingine ili akupate wewe inabidi auwe mama yake kwanza. Sasa ni mtu ambaye ametoa sadaka inayomuuma kuliko vyote ili apate maisha yako. Wewe unaenda mikono mitupu. Maana walokole ndio wenye kaujinga, anataka aombewe na kibaba cha unga apewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Haleluya. Wanawako kaujinga, aombewe na kibaba cha unga apewe. Hajitikisi. Hajitikisi. Ni mbaya. Ndio maana Biblia inasema usiingie nyumbani mwa Bwana mikono mitupu. Maana yake ukiingia nyumbani mwa Mungu mikono mitupu, umeingia bila chombo cha kuchotea baraka. Ukiingia nyumbani mwa Mungu na sadaka, umeingia na chombo cha kuchotea baraka. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunaelewana watoto wazuri wa Mungu? Tunaelewana wana wa Mungu? Ukiingia nyumbani mwa Mungu mikono mitupu, umejikosesha mwenyewe. Umejikosesha mwenyewe, utabaki kulaumu. Wenzangu wanatendewa, mimi sitendewi. Ni hivi, Mungu anatenda sawa kwa wote, ila kiwango cha kupokea kinatofautiana kati ya mtu mmoja na mtu mwingine, na kinachotofautisha ni kiwango cha imani, na hiyo imani pia inapata kuthibitishwa na sadaka. Haleluya. Ndio maana Yesu anasema hazina ya mtu ilipo ndipo na moyo wake utakapokuwepo. Maana yake kama hazina yako ni Mungu, moyo wako lazima uambatane na Mungu. Na unapotoa sadaka yako, maana yake unadhihirisha kwa Mungu kilichoambatana na moyo wako, ili aione hiyo imani yako, aweze kukutendea. Bwana Yesu asifiwe sana.
ambatanisha moyo wako na imani yako, na njia rahisi ya kuambatanisha moyo wako na imani yako ni kutoa sadaka yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Ni kuitoa sadaka yako. Unapokabidhi sadaka mbele za Bwana, umekabidhi moyo wako mbele za Bwana, kwa sababu sadaka yako inaeleza mbele za Mungu kwamba yeye ndiye hazina yako. Kwa kama yeye ndiye hazina yako, na moyo wako unauambatanisha na yeye huyo aliye hazina yako, kwa hiyo sadaka yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini pia sadaka ni sehemu ya ubia. Ambao unauingia na Mungu kwa ajili ya uzao na kizazi chako baada yako. Sadaka ni sehemu ya ubia. Sadaka ni sehemu ya ubia. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya.